Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa wale ndugu zangu mnaonifuatilia kwenye akaunti hii, basi leo nimekuja na faida ya mdalasini. Kuna baadhi ya watu wanajua mdalasini ni viungo vinawekwa kwenye chakula, ila kwa upande mwingine katika tiba, basi mdalasini una faida nyingi sana, ila leo tutatoa faida ambazo kwamba tumejaliwa kuzileta kwenu insha Allah. Basi endapo unataka kuisafisha nyota yako, basi unatakiwa uchukue mdalasini wa unga, na mdalasini huo uhakikishe ni mdalasini wa kutosha. Utatumia kwa siku 7. Matumizi yake, utaoga nao mdalasini kwa siku 7, asubuhi na jioni. Na katika kanuni na masharti ya kutumia mdalasini kwa ajili ya kusafisha nyota yako, basi unatakiwa uchukue mdalasini asubuhi kabla haujaongea na mtu. Unaweka kwenye maji yako ya kuogea, uende ukaoge sehemu ambayo kwamba maji hayo hayaingii katika uchafu, hayaingii kwenye uchafu. Unatakiwa uoge sehemu safi kabla haujaongea na mtu, ila unatakiwa unapotaka kuoga, basi unuie, ewe Mwenyezi Mungu, basi nanuia kuisafisha nyota yangu kwa uwezo na utukufu wako Mwenyezi Mungu. Mdalasini huu ni mti miongoni mwa miti ulioiumba wewe. Basi nataka kuisafisha nyota yangu kwa idhini yako, basi nakuomba Mwenyezi Mungu amuru mti huu wa mdalasini uweze kuisafisha nyota yangu. Alafu unaoga jioni pia, kabla haujalala unatakiwa tena uoge. Utafanya zoezi hili kwa muda wa siku 7. Na faida nyingine ni kwa wale wanabiashara ambao kwamba wanapoteza pesa, yani wanauza, lakini inapofika usiku kwenye mahesabu yao, basi wakiangalia hawaoni pesa, yani pesa zao zinakuwa zimepunguka, lakini wakiangalia kweli wameuza, biashara imekuwa vizuri. Basi leo nimewaletea njia nyepesi ya kuzuia pesa ambazo kwamba wanapewa na wateja, ama njia nyepesi ya kuzuia chuma ulete. Maana chuma ulete ni jini, ni uchawi ambao kwamba unafanyika, wanatuma jini kwenye biashara yako. Basi leo unatakiwa wewe mwenye kukumbwa na tatizo hili kwenye biashara yako, basi utachukua gome la mdalasini, utaweka sehemu ambayo kwamba unahifadhi pesa yako, kama ni kwenye mkebe ama kwenye kabati. Basi utachukua kipande cha gome la mdalasini, utaweka ndani ndani ambayo kwamba unahifadhi pesa zako, kwa manuizi ya kuwa nazuia, ewe Mwenyezi Mungu, naomba hifadhi ya kuzuia kila riziki ambayo kwamba umejalia, kwa pesa ambazo kwamba umejalia zimenifikia mikononi mwangu, basi nazizuia zisitoke mikononi mwangu katika njia ambayo kwamba haitaeleweka. Basi utadumbukiza kipande hicho cha gome la mdalasini. Insha Allah, ziko faida nyingi, ila tutapata mwendelezo wa faida zingine. Ili kupata mwendelezo huo, basi utabonyeza alama ya kujumlisha, utalike, utacomment na kushare, ili ninapotoa mwendelezo huo, basi uwe wa kwanza kupata notification na uangalie. Manake iko faida ya mdalasini kuvuta pesa
kuamsha maruhani na mambo mengi ambayo kwamba yanasaidia, mpaka kwenye faida za wale ambao kwamba wanasumbuka na magonjwa ya ulcers, wale ambao kwamba wanasumbuka na figo. Basi mdalasini, ziko njia ukifatiza, basi utaweza kupona kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni hayo machache nimekuja nayo siku hii ya leo, ila mwendelezo utakuja na tutafahamishana na tutapata kufaidika. Basi nisiwe mwingi wa maneno, basi nawatakia siku njema na Mwenyezi Mungu awabariki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.